na kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu umuhimu na fursa zilizopo katika kufanya matumizi endelevu ya rasilimali tulizonazo. Siku hii huadhimishwa kila mwaka tarehe 30 ya mwezi Machi ili kuhamasisha serikali, sekta binafsi na jamii kwa ujumla kubadili mifumo ya uzalishaji wa matumizi ili kufikia uchumi mzunguko na mazingira safi kwa kizazi cha sasa na kijacho. Siku hii ya leo, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni siku ina lengo la kuhimiza kupunguza uzalishaji wa taka, yani to reduce, kutumia tena bidhaa, yani reuse, na kuchakata taka, yani kurecycle, kurejeleza. Kauli mbiu ya kimataifa kwa mwaka huu ni kuwezesha taka sifuri kwenye sekta za nguo na mitindo, ilhali kitaifa siku hii imebeba kauli mbiu ya kuwa taka ni fursa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na mabwana, vifungu vya sheria yetu namba 114 mpaka 122 ya usimamizi wa mazingira ya sheria ya mazingira sura namba 191 vikisomwa pamoja na kanuni za usimamizi wa taka ngumu za mwaka 2009 vimegatua mamlaka ya usimamizi wa taka ngumu kwa mamlaka za serikali za mitaa pamoja na kutoa maelekezo ya namna bora ya usimamizi wa taka ngumu. Iwapo mamlaka ya serikali za mitaa itashindwa kutekeleza jukumu hilo, baraza litatekeleza na gharama zitokanazo na utekelezaji wa jukumu hilo zitalipwa na mamlaka za serikali ya mtaa husika. Kifungu pia cha 187(1)(b) kimeweka adhabu kwa mtu yeyote atakayechafua mazingira au kushindwa kudhibiti taka ngumu ipasavyo. Pamoja na adhabu, mchafuzi wa mazingira anaweza kulipa gharama zote za kusafisha mazingira aliyoyachafua, kuondoa uchafu husika na kusafisha mazingira yaliyochafuliwa na kuondoa madhara ya uchafuzi kadiri itakavyoelekezwa, au kutakiwa kulipa fidia kwa waathirika wa uchafuzi wa taka hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na mabwana, kadhalika katika mwongozo wa udhibiti wa taka ngumu, serikali imeweka vipaumbele kadhaa ikiwa pamoja na: 1. Kuweka mifumo endelevu ya ukusanyaji na urejelezaji wa taka; 2. Kuimarisha ushirikiano kati ya sekta binafsi na umma katika kudhibiti taka; 3. Kuboresha elimu kwa umma kuhusu matumizi sahihi ya taka na teknolojia rafiki kwa mazingira na kuhamasisha utafiti na uvumbuzi wa teknolojia za kuchakata taka. Mheshimiwa mgeni rasmi, taka ni uchafu unaotokana na mabaki ya vitu na baada ya kuzalishwa au kutumika ambavyo hayawezi kutumika tena bila kurejelezwa kwa matumizi mengine. Taka huzalishwa majumbani, viwandani, maeneo ya biashara na kwenye taasisi mbalimbali. Taka ngumu huweza kuwa fursa endapo zitachambuliwa kuanzia sehemu ya uzalishaji mpaka mtu wa mwisho anayetumia bidhaa. Mfano, mabaki ya chakula huweza kutumika kulisha mifugo au kuzalisha nishati. Aidha, mabaki hayo yanaweza kutumika kuzalisha gesi na mbolea. Kwa upande mwingine, taka za plastiki kama chupa na ndoo zinaweza kutumika kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo kupanda maua au kurejeleza na kutengeneza bidhaa nyingine kama tulizoziona kwa wenzetu ambao wanafanya shughuli hizo. Mfano mwingine ni taka za chuma chakavu au nyaya za umeme zinazochakaa na bidhaa nyingine za elektroniki huweza kukusanywa pamoja na kuuzwa katika viwanda husika katika kurejeleza na kutengeneza bidhaa nyingine ambazo zina matumizi endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda pia kusisitiza kwa kusema kuwa taka ni fursa. Hii inatoa uwezo wa ubunifu, uendelevu na ustadi kwa maendeleo endelevu ya uchumi. Kwa mfano, taka inaweza kutumika tena, kurejelezwa na kubadilishwa kwa kitu cha thamani, ikipunguza athari kwa mazingira. Tunatoa wito kwa wananchi kubadilisha mtazamo wao kuhusu taka na uchafu na kuona taka ni fursa na zinaweza kutumika kama malighafi yenye thamani kubwa sana. Kwa hayo machache, Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda sasa kumkaribisha pia mwenyeji wetu kama tulivyoonyesha awali, mwenye dhamana kubwa kabisa ya kusimamia uondoshaji wa taka katika serikali zetu za mitaa. Yupo hapa, yuko pamoja nasi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Ilala, karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.